Écoutez attentivement maintenant. C'est mon fils qui dit quoi makini sasa. Audite, vous rendez-vous compte. Tous ceux qui se trouvaient dessous furent sauvés en Égypte. Amen. C'est mfate kwa makini sasa. Mnatambua ya kwamba wale wote wenyewe walijikuta chini hapo huko Misri waliweza kunini kuokolewa. Wenyewe walijikuta chini ya nini? Chini ya damu. Amen. Waliweza kuokolewa juu walikuwa chini ya damu, juu walikuwa ukingo tu. Na ukingo leo tunasikia ni nini? Ni message, ndio damu. Wenyewe watatikisha ndani ya message, ndio wenyewe wataokolewa tena. Na wokovu isha kufanyika zamani. Tunaamini vile. Wakati Yesu alipa deni ya wafanyakazi wote akalipa nini? Deni. Na wokovu akaifanya deja. Mais ile wokovu iko nakuwa nini accompli wakati tunakuwa na nini na kitabu kenyewe. Tunakuwa na document yenyewe signé. Ya kuonyesha kama sisi tuko na droit ya ile nchi. Ya kuonyesha kama tuko na droit sasa ya nini? Ya ile udongo tena. Tuko na droit ya kuadore kurudia mu presence ya nani ya Mungu. Juu wakati tulifanya dhambi, presentation ya baba yetu Adam na Eva, wakatufukuza mu presence ya Mungu, hakuna mtu alikuwa na droit tena ya kurudia kwenda kuabudu. Wewe wenyewe unaturudisha tena kwenda kuabudu wakati tuko na nini? Na kile kitabu. Amen. Na kitabu kenyewe sio Biblia. Ni kitabu cha setso. Amen. Na kitabu cha setso akikupewa na pastori wako wala bwana wako wala kanisa yenu. Na rutilia para kusidi mzuri. Ndio. Kilipewa na mjumbe nabii wa kizazi. Ambao ni William Marion Branham. Amen. Amina. Ndio alipewa kile kitabu. Na malaika wa Bwana yeye pekee na akaruhusu malaika wa Bwana wakamate ile foto. Amen. Ndio maana nasema hii foto si ya Fred Branham hapana. Hii foto ya malaika wa nani wa Bwana. Wa Bwana. Haleluya. Ni malaika wa Bwana yeye pekee ndio alishuka kusudi wajikamatishe foto. Ndio. Sasa mwenye ile foto inakuwa nani yako wala ya ule unyo alishuka wajikamatishe nani? Ule mwenye alishuka tu ndio alinomba foto. Ndio. Amen. Amen. Mnakamatisha kama foto. Sasa wala mtoka hapa anasema sheri tujikamatishe foto. Wewe anaomba foto ni nasilimie. Ndio. Yeye akishaka tujikamatishe ile foto sio yake ni yangu. Amen. Nikienda kuisukula milioni na kwa mwenyewe foto milioni nililomba. Ndio. Mimi sura yake iko. Mimi foto sio yake. Yeye Mungu anafuata mzuri pale. Mzuri sana. Foto inaweza kuwa sio yake, mimi sura yake iko hapo. Hii foto sio ya Fred Branham, ni ya malaika wa nani? Wa Bwana. Ni malaika wa Bwana yeye pekee ndio aliruhusu na kujikamatisha foto. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akiroho sana. Elle dit, amen. Tous ceux qui se trouvent dessous furent sauvés en Jéricho. Amen. Amen. Egypte wote wenyewe walikuwa chini ya damu waliokolewa. Kule ku Jericho nako wote wenyewe walikuwa chini ya damu wakafanya nini? Wakaokolewa. Ndio pale tunamuona Rahabu. Wakati waliweza kukaribisha wale ba espion, akaokolewa juu ya nini? Alikuwa katika nini? Chini ya damu. Bali mwambiaka Rahabu, tuko na kuya na nguvu za Mungu zetu tuko nazo. Zitateketeza. Rahabu akaamini ku dernière minute. Wakamwambia kamata kaka rushe ukaweke kudleto ya dirisha yako. Wakati tunaona tu ile rushe ambayo ilikuwa na representer damu, tutapita juu yako na utakuwa nini? Sauvé. Amen. Amen. Ku Jericho bilifanyika tukamwona Rahabu na anaokolewa. Ndio. Sasa leo vitakuwa excusez-moi. Sasa leo vitakuwa au contraire na vile mambo ilifanyika kila mara. Haiwezekani. Na Biblia inatuonyesha kama damu ni nini? Ujumbe. Na tunaamini vile si bote. Uko unaamini sasa iko revele wala haiko revele, mimi unajua kama damu ni nini? Ni ujumbe. Na wenyewe uko chini ya ujumbe ndio unapaswa kuwa nini? Sauvé. Kama vile ilifanyika kwa Egypte na vile ilifanyika wapi? Ku Jericho. Amina. Je continue. Frère Branham. Tous ceux qui se sont dessous seront sauvés aujourd'hui. Amen. Amen. Asena bote wenyewe watakuwa chini. Ya nini? Ya hiyo damu. Watakuwa chini ya ujumbe, wataokolewa nabo leo. Amen. Amina. Ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, 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 amen. Hapa ni amina mkubwa sana. L'agneau sanglante est un type de Jésus-Christ. Amen. Ase fasi ya damu yenye kutiririka, yule mwana kondoo yenye damu yenye kunatiririka ni ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Dans Hébreux 13:10 à 20. Unaweza kusoma ile Hébreux 13:10 à 20, unaweza kusoma hata nyumbani. Il a dit, je n'ai pas le temps de lire. Notez-les. Amen.
Inasia tunene na muda ya kusoma mjiweze kuinote tumtazama manumbani. J'avais l'intention de lire cela. Nilikuwa napendelea niweze kuisoma. On appelle l'alliance perpétuelle. Amen. Amen. Na tusomee ile fasi bwana. Tulisema ile Jumapili. Biblia mkiswahili wanasema kama ni agano ya nini ya milele? Même mkifaransa inasema ni perpetuel. Frère Branham anaexplique ce qui est perpetuel maana iko na muda. Iko na muda ambao ilianza na muda ambao inaisha. Hapana yenyewe kombile kitu kenye kilianza kinapaswa kuwa na nini na mwisho. Sasa hii fasi ndio wanaita nini alliance? Alliance perpetuelle. Maana iko ya nini ya muda fulani. Haiko kitu kia kuendelea hapa. Mimi wenyewe nitafsiri Biblia, wenyewe wanaandika Biblia wakasema ni alliance yenyewe kwa eternel. Aussi longtemps alliance eternel haikuwaki. Ni mambo ambayo ilianza na inapaswa kuwa na mwisho wakati inaisha. Interprete different kwa tafsiri ile mama. Mimi Biblia ya Kiswahili pale wanasema ni alliance ya milele. Ya Kifaransa wanasema iko perpetuelle. Nabii wa Kizazi wanasema iko perpetuelle. Sasa tutabeba ya wapi? Tunabeba ya nini? Ya troisième testament. Interpretation ya nini ya Biblia. Kama meza ya Bwana ilikuwa ni alliance yenyewe ilikuwa eternelle, maana sasa hivi watu wanaweza kuifanya. Mimi tunakutanisha wapi tu? Mu Ancien Testament na mu Nouveau Testament. Mu Troisième Testament haina hivyo. Maana ilikuwa ni nini ya muda. Amen. Amen. Kama ni vitu vyenyewe viko na muda fulani kilianza hii wakati na kuisha saa fulani. Ni vitu viko normal. Kwa maana Biblia inasema ilikuwa inafanyika pendant 7 jours. Ile 7 jours ilikuwa inatipifier 7 âges de l'église. Ile 7 âges de l'église ndio inakuwa ni wakati ya nini ya redemption. Ni wakati ya nini Mungu yuko anakusanyisha nini bibi harusi. Amen. Na mwisho wa kukusanyisha bibi harusi ni wakati gani? Ni wakati tunakuwa na kitabu cha hati miliki. Ndio. Ndio redemption inakuwa nini? Complement. Amen. Redemption haiko complete wakati hatuyakuwa na kile kitabu wakati tunakuwa na kile kitabu cha sense so wake redemption inakuwa nini? Complete. Bado tunakuwa na droit ya kwenda tena kuabudu na Mungu anatusikia. Tunakuwa na droit ya kwenda kuomba na Mungu anatujibu. Tunakuwa na droit ya kwenda mpresence ya Mungu. Tunakuwa na droit ya kuitwa bibi harusi. Amen. Tunakuwa na droit mtu anaweza kupiga kifua anasema mimi niko na Saint Esprit. Kama unakataa na vyako vile mimi niko na Saint Esprit, mtu anaweza kupiga kifua. Ni wakati gani? Wakati unaanza kitabu cha sexo. Amen. Je tuko pamoja? Ndio. Fale tusome pale tusikie ile alliance yenyewe perpetuelle. Hébreux 13 verset 10 à 20. Waebrania 13 tunaanzia mstari wa 10 hadi 20. Ndio, someni basi tu. Tuna madhabahu ambayo wale waihudumio ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango. Basi na kutoke tumwendee nje ya kambi tukichukua shutumu lake, maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la njia yake yeye na yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake.
Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. 18. Tuombeeni, maana tunaamini kwamba tuna dhamiri njema, tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. 19. Nami nawasihi zaidi sana kufanya hayo, ili nirudishwe kwenu upesi. 20. Basi Mungu wa amani, aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Amen. Ndio mlifanya pale verset 20, c'est là où il y a la chose. Verset 20 nasema kama ni alliance yenyewe iko nini? Eternel. Sio vile wanasema pale Mswahili? Agano la milele. Na agano ya milele haikuwaki. Sasa mtachukua vya wapi? Ni Biblia inasema au mtachukua vyenye mtafsiri alisema? Ni vya mtafsiri. Ndio wenyewe alipewa neno tutafsirie. Juisha kwa ni agano ya milele, maana yake ni agano la kale linapaswa kuendelea. Hatuna bizu ya agano la mpya. Ndio mnapata mzuri? Ndio. Agano nasema ni nini? Maana yake ni alliance, maana yake ni mapatano. Tushasema kama agano linapaswa kuwa ya milele, maana yake hatuna bizu ya nini? Ya Nouveau Testament. Mais Nouveau Testament tulione na kuya, maana yake ile agano la kale ikaisha, tukaona Nouveau Testament ina. Ndio. Mtafsiri ule anatuonyesha kwamba agano la mpya ni tafsiri ya nini? Ya agano la kale. Amen. Amina. Sasa mtafsiri anatuonyesha kama ile ilikuwa ni alliance yenyewe iko perpetuelle. Maana perpetuelle anatuonyesha kwa maana yake ni dinastrie d'État. Maana ilianza wakati fulani na malizika wakati fulani. Sasa bra. Joko pale tulisema watu wenyewe walikuwa wanakula ile meza ya Bwana muagano la kale. Ilikuwa ni halali, ni mzuri sana. Ndio. Na waliokolewa. Amina. Watu walikuwa wanachinja mapigeon. Bana chinja makondo kusudi basamewe dhambi. Ilikuwa ni halali. Ndio. Ilikuwa ni mzuri. Mtu leo anachinja ile pigeon, anachinja makondo kusudi msamee tena dhambi yake, atakuwa anapoteza muda bure. Ndio nani Yesu ashaka kufa zamani. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Ndio pale kwenye pigo mango leo na banka. Sema mimi tabeba vya nabii, tabeba vya nani? Vya nabii. Anasomeka kama Biblia leo inaandikwa na barani na manabii. Sema mimi tabeba vya nani? Mtabeba kwenye kanisa yetu tunasema. Nisha mtu anajenga imani yako kwenye kanisa yako inasema. Au mtabeba kwenye pastor wangu anasema. Wewe unajenga imani yako kwenye pastor anasema. Jenga imani kwenye nabii alisema. Tu neno linakujenga kwa nabii wa kizazi kwa nini yeye ndio kinywa cha Mungu. Amina. Neno kuyake kwa pastor wako na bwana yako. Ndio marigeta unanipendaka sana neno kuyake kwangu. Inakuyaka kwa nani? Kwa nabii. Kwa nabii. Frère hata unampendaka sheria wako neno hayakuyaka hata kwangu. Hapana. Neno kuyaka kwa nani? Kwa nabii. Pastor yote hata avume kwenda kavumu ajulikane akue neno haikujaki kwake. Neno linakujaka njoo kwa nani? Kwa nabii. Kwa nabii. Amen. Amina. Sasa watu wote wanashotea kwa nani? Kwa nabii. Amina. Nabii mtafsiri wa kimaandiko. Ndio. Interprète divin. Haleluya. Troisième testament. Interprète ya Biblia. Ndio. Inatuonyesha kwamba hii yote ilikuwa ni alliance yenyewe kwa nini? Perpetuelle ya muda. Ya meza ya Bwana. Hivi vyote ilikuwa ni vya muda fulani vinaisha. Amen. Sasa iko naisha wakati
gani? Aha. Ndio pale kwenye pigo mambo leo. Kitu yasema kama ilisha watu watasema maana Mungu mshaka nyakuliwa Mungu tena mseti maji. Watu wakimila watasema vile. Sasa iko naisha wakati gani? Ndio pale kwenye mfuate mzuri. Wakati ile alliance ya pili iko naisha, Mungu testament iko naisha, ni wakati tuko napata nini kitabu kia nini kia sete. So, watu tunakuwa na haki miliki ya kile kitabu ndio ile Ancien Testament na Nouveau Testament yote binaishi. Tunakuwa munini mu 3e testament. Tunakuwa mwaje de l'épouse. Tunakuwa na droit ya kuadorer. Ndio. Ndio unapata tu wako bana adorer mais hawajua kwenda kuadorer wapi wala bana adorer nini? Nani? Ndio mimi na adoraka kule ku nani? Ku Richland. Mimi nakuwa na adorer ku Bakatoliki, mimi na adoraka ku Poro. Na adoraka ku Kabucha, na adoraka kila mtu kuna kwenye anataka kuadore. Mbona mzo uko adore nani, wala adore nini? Haujui fasi ya kuadore na haujui mwenyewe kuna adore juu ya nini? Hana kile kitabu. Na kama kuna kile kitabu haamini maneno iliandikwa kwa kile kitabu. Amen, amen. 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 Je, Mungu anapata mzuri? Ndio. Un seul lieu d'adoration aujourd'hui ni dans Jésus-Christ. Amen. Na ule Jésus-Christ. Haiko Jésus-Christ imaginaire wa misumari moja hivi hapa. Ni Yesu ambaye yuko ndani yetu. Yule maneno ya ile kitabu nabii wa kizazi anasema ni si. Baki wakati tunakwenda kuabudu tunataka na Saint Esprit yuko ndani yetu tukue kukomunie na yeye. Wakati tunafanya ile communion na tunafanya ile adoration ya kiroho. Ambayo Biblia inasema siku za mwisho watakuwa ni adorateurs le Père dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Amen. Ni mambo ya nini kiko nafanyika mkiroho? Hapana mimi nataka kuadore kwa kanisa fulani. Uende kuadore kwa ile kanisa. Haiko kufasi ya kuadore. Le seul lieu d'adoration ni ndani ya roho yako. Ni mambo ya kiroho. Na ile kitu tunapaswa kufanya wakati gani kuna kile kitabu? Yule ile kitabu, ile maneno yalikuwa kwa kile kitabu ni wewe? Ni wewe. Mimi watu wako na kitabu na wajua maneno yenyewe iko ndani. Ndio. Asema yenyewe ko revele ni sisi tu. Kama iko revele sisi na unajua maneno ile kitabu maana unajua kunyoko na adore. Ni tatizo leo. Kwenye piko mambo ni pale fasi alliance. Ndio nataka tuexplique mzuri. Biblia inasema ni nini ni alliance yenyewe iko eternel. Frère Branham anasema ni alliance yenyewe iko perpetual. Sasa kama iko perpetual inaisha wakati gani? Ilishaisha wala inaendelea? Wala itaisha wala haijaisha? Tumuulize na Branham. Atuambie kama ilishaisha au haijaisha. Na kama ilishaisha sasa watu wenyewe kwa wanaadore kinyume na vile baki pako unaadore wapi? Munyama. Amen. Ndio kuadore munyama ule. Branham anasema ni munyama sio ile basisi zitakuwa kwa masura ya watu hapana. Ni kukosa nini ufunuo maki ya revelation ndio kuadore nini? Munyama. Haleluya. Inabii Branham tumewahi kumsoma hapa. Amen. Amina. Asema ni kukosa nini? Ufunuo. Mtu hana ufunuo ya kile kitabu kama ile imeandikwa mule ni yeye. Iko na adore watu mapima nini? Munyama. Sasa yeye munyama ni sisi ni Rome ni mwache Katolika wa wenyewe kule. Sio yeye. Mtu wote mwenye ana ufunuo kwa adore nini? Munyama. Na ufunuo tuko naipata wakati tuko na kile kitabu tunapata ufunuo. Tunapata revelation yote complete ya Biblia. Ndio. Biblia yote ni kama proverbe kama fumbo tunapata wakati tuko na kile kitabu. Tunakuwa na haki miliki ya kwenda kujiombea si wenyewe. Ndio. Atumtumani kuna Maria atuombee. Atumtumani Branham atusikie tunaingia kwa presence ya Mungu. Amen. Tunaenda kuadore si wenyewe. Oh yes. Hallelujah. Mungu atusamehe. Amen. Tumuulize Frère Branham. Ndio. Je n'ai pas le temps de lire, noter. J'avais l'intention de le lire cela. On appelle l'alliance perpétuelle. Amen. Mais qu'est-ce que perpétuelle? Ndio ile muda fulani. Ndio. Baki inakamata nini mu âge de Éphèse mpaka âge de la Odyssée. Si ni muda fulani dira. Ndio. Ni alliance na hiyo wewe. Baada ya Yesu kufa msalaba tunaona âge de Éphèse inaanza. Ndio. Sio vile? Ile vizazi saba tuko na viona wakati Yesu bado alishakufa. Panakuwa alliance ya mpya yenyewe inaanza tena pale. Ndio. Ile alliance ya mpya yenyewe inaanza iko naisha wakati gani? Ni wakati tunakuwa na kile kitabu. Ndio kwa maana tulisema pale kama ulipata mzuri. Yohana alianza kulia
wakati anaona hakuna mtu mwenye anastahili kuchukua kile kitabu juu ya nini? Tulikuwa wenye kupotea bila kuwa na kile kitabu. Ndio. Amen. Amina. Tulikuwa wenye kupotea, tulikuwa sote mapagano. Hallelujah. Na Yesu ashakufa zamani, ashakulipa deni. Ndio. Wewe Yohana analia. Yohana alikuwa mtu wa kiroho sana. Frère Jean. Yohana analia. Sasa Yohana uko analia nini? Tawazia Yohana uko analia juu ya dhambi zake. Dhambi Yesu ashakuzilipia zamani. Ndio. Yohana uko analia nini? Sasa Yohana hana kazi, wala Yohana hana vya kukula. Wala mfriji ya Yohana hamna chakula. Mlikuwa chakula mfriji ya Yohana. Mingi sana. Beba tu wakimili wataleta analize. Sasa huyu bwana wakati wako na ubiri ndio ya Mungu yana kwa analia sana, ni juu ya nini anakuwa analia. Sasa zimoja za bizako wala benye alifanya wakati kwa mtoto. Sio vile. Yohana alikuwa analia tu, anaona hakuna mtu anastahili kuchukua kile kitabu. Kile kitabu ndio kinaturudisha mu presence ya Mungu. Kinaturudisha mu Eden. Kinaturudisha nafasi ya kuadore. Kinatupatia sisi kujitambua tuko bana. Hallelujah. Watu wako nako leo na hawajui maana. Hawanajui. Watu wako na wapi mapitabu ya sex mu manumba yao. Mumuze ile sex sojo nini hapana. Asema ni prédication ya frère Branham frère. Sio vile. Sex so révéler les choses si révéler Christ. Na Kristo mwenyewe iko révélé. Leo iko ndani ya watakatifu. Watakatifu. Amina. Ni nabii Branham anasema. Ndio. Tufuate vizuri. Mfuate kwa makini. Anasema hivi. Il est dit dans la Bible en anglais avertissing dans la Bible en anglais averting convenance, la Bible en français donne dans Hébreux 13 l'alliance éternelle. Et dans les autres passages tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Amen. Unasikia pale sana wanaviunganisha nabii. Kama piko mtu mwenye alisoma Biblia sana, ni ndugu Branham. Frère Branham alisoma Ancien Testament na Nouveau Testament akatusomea sie tayari. Sasa tuko pale kushoto vile mwenye alishakusoma deja tunarejea na baba. Mimi watu wanajifanya wasomi sana kumuliko nabii. Hapo ni kitu kia mbaya sana. Nabii wa kizazi anatafuta na Kiingereza. Mkiingereza wanasema kama ni yenyewe iko perpetuel. Mkifaransa wanasema iko eternel. Anaenda mu Genèse 9 inasema iko nini? Perpetuel. Maki alliance agano yote inapaswa kuwa iko nini? Perpetuel. Amen. Wakati iko perpetuel maki kuna durance ya muda. Sasa hii Nouveau Testament inaisha wakati gani? Ndio pale kwenye piko mambo. Juu Nouveau Testament ndio mlikuwa nini? Mambo ya kukula meza ya Bwana wala kubiacha na Ancien Testament. Ndio vile. Sasa mwa hii alliance ndio tukua hatupaki kubikula tena. Juu ya nini? Nouveau Testament cha kuisha. Ancien Testament ilisha kuisha. Ilikuwa ni durance ya muda fulani. Iko naisha wakati gani? Je, wakati iko naisha tunanyakuliwa? Iko naisha wakati gani? Ndio tumuulize nabii. Ndio. Mfuate hapo. Il est dit alliance perpétuelle. Le sang de Jésus est appelé l'alliance perpétuelle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amina. Asema ni agano ya nini? Ya muda fulani, hapana ya milele, hapana. Biblia inasema ni ya milele, mimi na Biblia nasema ni ya muda. Amina. Tunachukua vya nabii Branham tunasema amina ya mkubwa. Amina. Tuna Genèse 9 inasema ni alliance yenyewe iko nini? Perpetuelle, yani ya muda fulani. Amen. Ile damu ya Yesu Kristo ni damu ya nini? Ya muda fulani, iko perpetuelle na yoyo. Oui, monsieur. L'alliance perpétuelle, pourquoi n'a-t-elle pas été appelée l'alliance éternelle? Aseme ndio Bwana. Ni agano ya nini ya muda. Aseme kwa nini hapakuweza kuita agano ya milele? Kwa nini hapakuitaka damu ya Yesu kama ni agano ya milele? Kwa nini? Kwa nini hapakusema kama Nouveau Testament ni agano ya milele? Kwa nini? Wala kwa nini Ancien Testament ilikuwa ya milele? Iko na kwa nini yake? Yaani ingawavyo kazi yote ishakufanyika, bado tuyakuwa na kile kitabu ingali kibini vitu vya muda. Ndio. Muulize nabii. Il est dit parce que n'allait pas être éternel. C'est kwa sababu haingekuwa ya milele. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Amen. Je mnapata mzuri. Aseme haingekuwa ya nini ya milele? Juu ya nini?
Une fois que nous serons rachetés, elle sera terminée. Amen. 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 Est-ce que nous sommes rachetés? Je tulisha nauliza. Ndio. Tulishakombolewa? Amina. Tayari. Waliokombolewa waimba juu, wakishuhudu mbele yake Bwana. Ndio. Huzuni na machozi ya dunia. Watu wanaimba ile nyimbo wanacheza na mkirosa. Ndio. Waliokombolewa wako naimba wapi? Juu. Na si wote tunaamini kama tuko rachetés. Tunaamini sote kama tumekombolewa. Amen. Ukuwa unaamini kama sasa tuko revele, ukuwa unaamini kama haiko revele, si wote tunaamini kama tuko nini? Tushakombolewa. Amen. Na wakati tunaamini kama tuko tushakombolewa, maana yake ile alliance perpetuelle inaisha. Na wakati naisha vitu tunaenda wapi? Tunaenda kutoa zeme alliance. Amen. Tunakuwa na interpretation yote ya Biblia. Hallelujah. Ya Biblia. Ndio. Ile yote wenyewe ilikuwa matipe, wenyewe ilikuwa mifano, wenyewe watu walikuwa wanafanya vya kimwili vyote inaisha. Tunaingia vya kiroho sasa. Amen. Amina. Sasa tuko na kuwa racheté wakati gani? Ni wakati walipa damu kumsalaba. Kumsalaba pale walipa deni ya nini, ya dhambi zetu. Mimi hatuyakuwa na kitabu ya kuonyesha kama tuko na droit ya ile inchi. Nilipatia mfano mzuri ya shamba. Shamba tu. Si watu kwa watoto wa walimaji. Ndio. Na tunajua historia si watatema na viharibishaka sana. Tatia kama ulikuwa na tatia yako mwenye mashamba ndio sababu kulizi mali ya baba yake. Yeye kule kupombe kule anaenda kukuna pombe. Mfuko wake na mjia. Na hii kama ilikuwa ni turi yake ya kunywesha wenzake kwa usiku ule, zinaisha sema hapana, mimi nitaonekana niko zero, niko legally zero. Ndio bure hapana. Niko na shamba yangu, baba yangu aliniachia hapo. Anamwambia wale wenyewe unaisha kupombe. Ndio na wana profit. Bale kwa shamba pombe friend, pombe friend. Bale kwa na profite matatie mpombe kabisa. Shamba nyingi wanaisha mamilioni ya madolari, anaenda kuuzisha $100 juu ya pombe. Na vinaisha tu hapo. Ndio. Mimi ashamaliza kulipa ile $100. Mimi kama hayasaini ile papier ni bure kabisa. Hii droit yenyewe kwa sasa muiji ya sasa kama vile Kongo. Mnalipiana mtu mnamalizana madeni. Anakulipa ile shamba anasema ni yako. Mnaandikiana tena karatasi mimi kama ba catastrophe ya kwa cadastre madeni mabilie ni bure. Ifo wakiwa cadastre basinye wakote plan ya shamba yote. Amen. Amina. Yesu analipa deni yetu yote kwa wapi? Msalaba. Na Yohana anapiga magoti na Yohana kunalia nini Yohana? Yesu ashamaliza kazi yote. Anaona ingaliki bure. Juu ya nini hatuyakuwa na kitabu? Hatuyakuwa na kitabu kenyewe. Amen. Kitabu cha mihuri 7 kinakosa mtu akwenda kukichukua. Ndio. Hivyo kwa mtu akwenda kuchukua kile kitabu ndio tukue na nini? Na droit ya kuingia tena mfasi ya kuabudu. Amen. Tukue na droit ya kuingia tena muedeni. Tuko na rudia mwedeni wakati tuko na kile kitabu cha mihuri 7. Ndio. Sio kuko na kitabu cha mihuri 7 mapati. Tuko na ufunuo ya kile kitabu. Amina. Tutambue ile mwenyewe inaandikwa kwa kile kitabu kama ni nini. Ndio. Tujue wale wenyewe walikuwa naenda kumbingu ni banani. Amen. Amina. Je, tuko pamoja? Amen. Na Biblia anasema ni wakati nini tunakuwa nini racheté. Kombolewa. Kila mtu wote uamini sasa ziko revele, haziko revele. C'est révélé, ce n'est pas révélé. C'est mtapigana na magumi bure. Mais wakati wote tuko racheté frère. Tunapaswa kujua ya kwamba alliance zilishaisha. Tunakuwa alliance ya Mungu ya tatu. Vile vya kimwili vyote wenyewe vilikuwa Mungu wote testament, Ancien testament bilisha kupita. Tunaenda na mambo ya kiroho sasa. Amen. Mambo ya kiroho tunapaswa kuadore Mungu katika roho na kweli. Komunio tunapaswa kuwa katika roho na kweli. Hapana vya mkate na divine tena. Amen. Amina. Hapo inakuwa ni vya kiroho sasa. Kusudi ujione kama wewe ile maneno ile kitabu ni mambo ya kiroho. Hii kama ni mambo ya kiroho utajiona huko mle ndani. Amina. Kwa hiyo maneno ya ile kitabu. Ça c'est vrai. Amen. Amina. Je tuko pamoja. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Tuendelee na nabii. Il est dit. C'est pourquoi
n'avait-il pas été appelé alliance éternelle parce que n'allait pas être éternelle? Ase kwa nini haikuweza kuitwa agano ya milele? Kwa sababu haingekuwa ya milele. Juu ya nini? Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Amen. Asema haingeitwa ya milele juu ya nini? Wakati wote tunaokolewa, inaisha. Hapo tunazungumzia nini? Nouveau Testament, sio vile? Ndio. Na Ancien Testament. Ndio. Wakati tunaokolewa, yote inaisha. Wakati gani tunaokolewa ni msalaba? Msalaba ilipa ndio deni ya dhambi. Tunaokolewa wakati tunakuwa na kitabu cha sete son. Tunakuwa na droit ya kurudia kwa presence ya Mungu. Na tulia pale mara Mungu kusudi mfuate mzuri. Frère Branham, tuambie sasa mzuri. Elle dira perpetuer. Ase muda wake ni muda kitambo ya kuhesabu. Ndio dirasi yake ku perpetuer. Ce que signifie un certain temps. Amen. Amen. Unasikia na Biblia? Amen. Mtu anajua watu kusudi frère, si yule explique je kusudi bibi tu vitoke inasikika ndugu. Inasikika. Baki mkuu ndio sasa ile maneno ya kitabu. Amina. Frère Branham alichuchusha sana kusudi watu waelewe, watu hawaelewi. Mtu asikia français perpetuel ndio nini? Anaexplique ile perpetuel anasema ni nini? Ni un certain temps. Baki ni muda fulani. Ndio. Ndio mambo yengo nini? Perpetuel. Amen. Ilianza hii wakati na ikaishi ile muda yenyewe vitu vilikuwa nafanyika ndio inaitwa nini? Perpetuel. Amen. Amen. Ile wakati walikuwa na kule meza ya Bwana ilikuwa ni nini? Perpetuel, muda fulani binaisha. Haiko ya milele. Amen. Amen. Je continue. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de temps. Asi ni wakati gani? Ni wakati ambapo hakuna tena nini muda. Je, mnajua wakati yenyewe hakuna muda tena wakati gani? Jean alisema nini mu Apocalypse 10 verset 1? Malaika wa Bwana anashuka na kile kitabu kutoka wapi mbinguni? Anaweka mguu wapi kwa bahari na ingine wapi kuchika. Analalamika kwa sauti kubwa sema hakuna tena nini Hakuna wakati. Ilikuwa ni wakati wa ufunuo wa mihuri 7. Ile mihuri 7 ndio tunasema nini? Ndio haki miliki ya kile kitabu. Haleluya. Mungu anafuata mzuri. Amina. Asema jusqu'à ce qu'il y aura plus de temps. Je muda ingaliki wala haiko tena. Hakuna. Malaika wa Bwana yeye pekee analalamika anasema hakuna tena nini? Muda. Wakati haina iko tena. Hakuna tena muda. Ndio wakati wa ufunuo wa mihuri 7. Ndio kwa maana sisi tunaamini kama mihuri 7 yote ilishakufunuliwa. Malaika wa Bwana analalamika anasema hakuna tena wakati. Amen. Wakati hakuna tena wakati. Wakati hakuna tena wakati frère. Ile vyote vya kimwili inaisha. Na ile natembea sasa na mambo ya kiroho. Amina. Amen. Amen. Je, Mungu anapata mzuri sana. Mungu akubariki mpendwa. Je continue. Frère Branham. Il n'y aura plus jamais une autre. Amen. Asema hapata kwa tena ingine. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à la fin. Amen. 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 Amina. Asema hapata kwa tena na muda. Na tutakuwa na besoin ya ingine. Juu ya nini? Wakati hapata kwa tena muda ni wakati ambapo tutakuwa tena na besoin ya agano ingine. Wakati muda nafika wapi kumwisho. C'est la fin de tout chose, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Basi wanacheza mkiroho sana. Mais habajuni la fin ya nini yenyewe kwa wanaimba. Hii fin haikufanyika leo. Ilifanyika wakati ndugu Branham angalia dunia. Amen. Ndio mwisho wa kila kitu kilifanyika. Amen. Kama tunaona kile kitabu kinakuwa mu mikono ya nabii. Malaika wanyeko kwa dunia, malaika wa mbingu anashuka, anakipatia malaika wanyeko alikuwa kwa dunia wapi kwa Arizona. Amen. Historia ilifanyika wapi kwa Marekani? Ndio. Ilifanyika Marekani hii mambo. Ndio. Sio madesi ya dime. Sema sungura akasema sungura asamaki. Asa ngombe akapanda ngombe pande tu ya mtire mtitanguka. Ile ni madesi kuachia nini? Mazebu kupoteza. Amen. Mambo tunasema ni mambo ilifanyika. Malaika wa Bwana anashuka kutoka kwa mbingu.
Ndio. Anashuka na kutana na malaika ambao alikuwa kwa dunia. Ambao ni Branham. Anapewa kile kitabu cha nuru. Haleluya. Haleluya. Anamwambia uende kufundisha. Ndio. Watakatifu wa Mungu wajue vile mwenyewe vinaandikwa mule. Akakuja akatufunulia mambo yote. Mkutufunulia nuru saba akatufunulia Yesu Kristo ni nani? Ndio na Biblia namu alisema. Haleluya. Révéler les hommes, c'est révéler Christ. Amen. Et Christ qui est révélé. C'est nous frères. Amina. Amen. Amen. Ndio. C'est nous qui sommes les paroles de ce livre là. Amen. Amen. Amina. Mungu abibariki sana. Amina. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je continue. Il est dit ceci. Nous n'avons pas besoin d'alliance. Amen. 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 Écoutez ici dans Apocalypse chapitre, c'est les citations de Frère Branham, pas d'Apocalypse, c'est la Bible. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie de 1961, paragraphe 161. Frère Branham dit ceci. Mfuate mzuri sasa wakati gani ile tuko na kwa ile wakati yenyewe hakuna tena muda iko ni wakati gani. Mfuate mzuri tunatamaliza. Ndio. Kama unasikia kuchoka na shimama. Paragraphe 161, Frère Branham dit ceci. Maintenant notre parent prend le livre de la rédemption qui est scellé de cette son. Amen. Amen. Sasa baba yetu anachukua kile kitabu kia nini? Kia ukombozi ambayo kinafungwa na nini na mihuri saba. Na ndugu Branham alisema nini? Wakati yenyewe hakuna tena wakati, ni wakati gani? Ni wakati kile kinini redemption yetu, ukombozi wetu inatimili. Ndio ile wakati yenyewe hakuna tena wakati, ni wakati ukombozi wetu unatimilika. Branham anasema baba yetu anachukua kile kitabu cha nini? Cha redemption ambacho kinaweka mihuri na mihuri ngapi? Saba. Amen. Wakati mihuri saba inafunuliwa, ndio wakati tunapata nini? Ile ukombozi wetu wote kwa ujumla. Ndio. Hapana wakati Yesu anakufa kwa msalaba. Ni wakati mihuri saba inafunuliwa ndio tunapata nini? Ukombozi wote. Mfuate mzuri pale. Il est dit de la main de son propre original. Amen. Wakati anachukua kile kitabu kenye kinaweka mihuri saba kwa mkono ya nini? Ya ile propre, ya ile yeye mwenyewe akimiliki. La propriété originale. Asa ile miliki yake original. Quand nous l'avons perdu au jardin d'Éden. Amen. Amen. À travers Adam, il est retourné la propriétaire originale. Oh, alléluia. Amen. Mnaona sisi tuliweza kufukuzwa mwendeni. Sisi wote hapa tulikuwa watu wa mzuri zamani. Mesi wote tukakuwa kondane kupitia dhambi ya nani? Ya Adamu na Eva. Ndio. Ndio nasema péché par la représentation. Tukapoteza nini? Haki yetu ya kuadore. Muanzie testament mule. Mueden. Adamu na Eva kila mara walikuwa wanaingia mu presence ya Mungu. Na Biblia inashuhudia kwamba kila siku jioni Yesu alikuwa anashuka banadore pamoja nao. Walikuwa mu presence ya Mungu. Wakati walikuwa mu presence ya Mungu alikuwa na droit ya kusema kila kitu. Alikuwa na droit ya kupanga hata nyama majina. Alikuwa na droit ya kuamri kitu kinafanyika pale. Mu Eden. Mais Mungu akatutosha mwele presence ya nani ya Mungu? Ya adoration. Wakati atutosha mwele presence ya adoration, hakupenda kutuacha tupotee. Juu ya nini tulikuwa representer mzambi. Akatutumia tena nini mzazi mkombozi. Akasema hata ingawapo nisha kulipa deni hapa watu msalaba, il faut barudie tena mnini mu adoration. Il faut barudie tena kuabudu. Barudie tena mu presence ya Mungu, baito kwa watoto wa Mungu. Amen. Amina. Tuko pamoja. Amen. Tuko naitwa kwa watoto wa Mungu, sio wakati walipa deni msalaba, wala wakati ulizaliwa mkanisa ya ujumbe, wala wakati unaamini unaamra kama ni nabii. Tunaitwa watoto wa Mungu wakati unaamini maneno ya kile kitabu cha ukombozi. Amen. Wakati unajua ile maneno ya kitabu cha ukombozi kama ni wewe. Amen. Amen. Umuulize na Biblia na. Il est dit ceci. Quand nous l'avons perdu au jardin d'Éden au travers Adam, il est retourné au propriétaire originel. Amen. Asa ni wakati tunaweza kupoteza kwa kitabu, wakati kile kitabu cha mihuri saba kilikuwa na Adamu na Eva bustani ya Edeni. Mbona bakakipoteza akajua alifanya nini za? Dhambi. Bakakipoteza kile kitabu. Mais Yesu anatukulisha tena mu adoration, akaenda kuchukua tena kitabu sisi turudie tena kuabudu. Amen. Amen. Mais il y avait un bracanier sur la terre
et instruit, c'est Satan. Ase kudunia palikuwa ule mshupavu mkubwa. Mwenye alikuwa mwalimu sana mwenye kufundishwa ambao ni shetani. Il venait c'est un braconnier. C'est un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas. Asema alikuwa ni mshupavu mkubwa sana wa dunia. Hii dunia sio yake. Et là appartient à Dieu. Amen. Amen. Asa hii dunia sio yake, ni dunia ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Yu shetani hayaumbaka. Ndio. Ujanja yake anakuwa na perfect, anakuwa anageuza venye Mungu anataka kuumba. Amen. Amen. Ndio pale Mungu alizama kumshinda na nini na maneno yake. Anaenda mjangwa mule. Anamwambia ukishaniabudu tu, nitakupatia hii dunia yote na ufalme wote wa dunia. Mungu anamwambia hivi yote ni vya Mungu ndio niliumbaka. Mungu alikuwa anamjua akamshinda kupitia maneno yake. Ndio. Amen. Amina. Il est dit, mais c'est un braconnier instruit et je pourrais dire quelque chose maintenant. Aseme ni mshupavu mkubwa mwenye elimu, mwenye alifunzwa sana. Naweza kusema kitu fulani hapa sasa. Mais je ferais bien de me taire. Aseme nitakusema kitu fulani hapa, mengi kwa mzuri ni nyamaze tu. C'est le titre de propriétaire rédemption. Amen. Amen. C'est le livre portant ces 7 sceaux. Amen. 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 Jua ile kitabu kile frère. Kitabu kia 7 sceaux ni titre ya propriétaire. Amen. Make ni titre ya propriétaire, make ni haki miliki ya kile kitu. Ndio. Inakupatia ile droit ya kumiliki ile budongo. Inakupatia droit ya kuitwa mtoto wa Mungu. Inakupatia droit ya kurudia tena mu adoration du temps du soir. Ndio. Grâce ya nini? Ya kitabu kia 7 sceaux. Amen. Hiyo vile Branham yuko nasema. Ndio. Na wakati kitabu cha 7 sceaux kinakuwa révélé, il n'y a plus d'ita. Ndio tunakuwa nini? Racheté. Ndio wakati tunakuwa nini? Racheté, tunakombolewa na Kristo. Yeah. Mungu anapata mzuri sana. Amen. C'est le titre de propriétaire, notre rédemption. Amen. Amen. Aseme ni titre ni ile nini? Sije maana ni kitabu kia ile nini? Uhaki miliki nini? Ukombozi wetu. Amen. Hii ukombozi wetu hatukuipata wakati Yesu alikufa msalaba, hapana. Yesu msalaba kule alipa ndio deni na rudia tena. Ndio. Baada ya yeye kufa msalaba, Yohana analia tena. Jua nini Yohana analia na Yesu alishakufa? Jua nini atakuwa bado tuyastahili kurudia nini? Muadoration. Tulikuwa bado kustahili kurudia nini? Mpresence ya Mungu. Atungeitoka tena hata bibi harusi wa Kristo, hapana. Jua hili kitabu hatuyakuwa nacho. Ndio. Hatuyakuwa na droit ya ile budongo. Tukishasoma katika Yeremia, anasema mu Ancien Testament wakati watu walikuwa wanaenda kuvita kupigana. Mkurudia kule walipiga mabombe wanaharibisha budongo yote, hutaje tena parcelle hapo kwenye likuwaka. Yeye alikuwa anasaidia watu wanawea parcelle hapo kwenye likuwaka. Walikuwa wanakamata ile kitabu ya ile gunani. Yedesia ipi apply ya kiwanja kiapo. Ile droit yenyewe aliandikia naka wanaizika nini? Mvase de terre. Ni écriture iko kubibi. Walikuwa wanafujika mkanoka. Ima mtungi ile budongo, sema vase de terre, make makanoka zile wanafujika ile mkanoka, wanazika wanaenda kuvita. Sio wanarudia wanaenda kuchukua ile kanoka, wanaangalia wanapata ile droit tena ya ile budongo yao kwenye ilikuwa limité. Ndiyo. Amen. Amina. Ndio vile frère Branham kunatuonyesha kama na sisi tunapata ile droit yetu, kurudia mu presence ya Mungu, kuja tena ba adopter. Wale bana benye mamlaka ya Mungu. Tuko naita wale bana wenye mamlaka ya Mungu wakati kuna nini? Na ile 7 sceaux. Na ile 7 sceaux tuko tunaipata, ndio tunaitwa nini? Barachete. Tunakuwa racheté deja. Wakomboe, wenye kukombolewa. Mungu amebariki sana. Amina. Ndamalize kwa mwisho. Hatarudia tena hayo Jumapili, tunaisha hii mafundisho. Ndio. Amen. Amen. Il est dit, c'est le titre de propriétaire. C'est le livre portant ces 7 sceaux. Amen. Amen. Ase ni haki nini? Miliki. Ni kitabu ambacho kinachukua nini ile mihuri ngapi? 7. Hapakusema 6, hapana. Mihuri 7. Kila mtu yote anaamini kama mihuri 7 inafunuliwa. Anapaswa kuamini ya kwamba vile vyote vya Ancien Testament vinaishi. Hakuna tena wakati. Tushakuwa nini kukombolewa. Wakati tunakombolewa, maana yake vile vyote vilikuwa perpetuel, vile vyote vya muda vinaisha. Adoration inakuwa kiroho. Communion kiroho. Kila kitu vyote mwingia presence ya Mungu kiroho. Sio mambo vya kimwili tena. Mapigeon
makondolo, vile vyote vitusaidia tena. Amen. Vya kutusaidia na kuwa ni kurudia sisi wenyewe tunaplede. Hakuna kutumana tena mtu aende kutuombea juu ya dhambi zetu. Asa hapana, wenyewe Mungu anasikia maombi sana ni pastor tu, hapana. Na wewe Mungu anapaswa kusikia maombi yako. Amen. Asa Mungu anasikia maombi tu ya padiri bongo yako. Kwanza nabii anasema padiri hana hata uwezo wa kubadilisha ile mkate kwa nini takatifu. Ndio. Hana hata ile uwezo. Mungu anasikia maombi ya Maria bongo yako, sio Maria tu yeye pekee. Kama Mungu anasikia maombi ya Maria, anapaswa kusikia na maombi yako. Amen. Juu ya nini Mungu anatupatia ile nguvu ya kurudia presence ya nani? Yake kumwabudu. Amen, amen. Kila mtu yote anaamini kama mihuri 7 inafunuliwa. Vitu vyote vya zamani maparaboli ni kuachana na vyo. Tunadore mambo ya Mungu ya kiroho. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est le titre des propriétaires. Attendant jusqu'à ce que nous arrivons à ce son. Amen. Anasema mchunga mzuri wakati tutafika katika ile mihuri. Bado wakati anaanza kufundisha ile mihuri anaonyesha watu sasa jinsi tuko na kuwa nini? Ba propriétaire ya ile budongo tena. Amen. Amina. La grâce pour l'épouser, c'est la lumière du soir, promis dans Zacharie 14. C'est la grande nuée au milieu d'acclamation, la venue du Seigneur Jésus. La grâce pour l'épouse, le jugement du monde. Introduction dans l'âge de l'épouse, condamnation de la Odyssée. Amen. Introduction ya kizazi kia nini? Kia bibi harusi. Condamnation ya nini? Ya Laodikia. Introduction ya kizazi ya bibi harusi mnajua? Ni wakati walikamata hii foto. Ndio. Hii foto iko hapa. Ilikuwa ni wakati Yesu alikuwa kufunua nini mihuri 7. Akakondane nini? Laodikia. Kunaingia mkizazi kia nini? Kia bibi harusi sasa. Amen. Tamefundisha ile Mungu. Ni Mungu mzuri sana tukao tunaimba tunaamini ujumbe. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. La grâce pour l'épouse, le jugement du monde. Introduction dans l'âge de l'épouse, condamnation de la Odyssée. La Odyssée du 7e âge. Âge de la Odyssée qui a condamné épouse à la moulin d'alité. Il faut que kizazi kia bibi harusi. Kizazi kia bibi harusi na kuwa introduce wakati gani? Wakati mihuri 7 inafunuliwa. Watu wanaamini kama mihuri 7 inafunuliwa, mema kwa unafanya mambo ya kizazi 7. Meza ya Bwana walikuwa kula msiku ngapi? 7. Hatuko tena msiku ya 7, tuko mkizazi kia bibi harusi. Sasa Mungu anafanya tena mambo ya mkizazi kia bibi ya kizazi 7. Tunakuwa mtu wa kimwili sana. Unaamini hata kama mihuri 7 inafunuliwa. Amen. Mtu mwenye anaamini kama inafunuliwa, yuko naifanya ignorance. Wewe unaamini kama inafunuliwa, wewe unafanya tena mambo ya kizazi 7, ingawa kutoka mkizazi kia bibi harusi. Kwa mtu mwenye hole sana. Na mihuri 7 unaamini kama inafunuliwa. Ndio pale nasema tutanyang'anya watu vitabu vya mihuri 7. Tuwanyang'anye sio yabo. Ndio. Kila mtu yuko na kitabu cha mihuri 7 na nakatala vya mihuri 7 inafunua, anakirudisha kudonye nake. Amen. Mungu anabariki sana. Biomba tu. Tunaomba na Mungu amirudishe sio vitabu vyako. Juu mihuri 7 kufunuliwa. Brother anasema nini vyote naisha. Na vyote vikishaisha, mali yangu zote naisha. Tunaingia kwa alianza nyingine. Ambayo inaitwa troisième alliance ambayo ni nini? Ni interpretation ya Biblia yote. Amen. Amina. Sijui nifanye nini kati tu niingie tu mwevi. Hivi vitu vilikuwa ndio nie. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Shafika hii nafasi ndio watu wanakuna wengine hapa hivi anakuna mkichwa. Siwezi amini ni Fred Abraham anasema fasi unafika ndio fasi watu wanakuwa kuna mkichwa. Asema hivi vitu siwezi kuviamini kwa vigumu sana sasa kusema jiwe. Mimi hata mikoa vigumu sana majiwe sisi tunaviamini ndio neno. Amen. Amina. Mtu mmoja atasikia hivi kizazi kia bibi harusi ndio kizazi gani tena? Mbona vizazi vinamshaisha vizazi visaba? Ni amina, ni vizazi 7. Ndio. Toki ya mwisho. Bibi harusi alisha kutoka kwa kile kizazi. Ndio. Juu ya nini mihuri 7 kishafunuliwa
ilikuwa pale. Ni introduction ya kizazi cha bibi harusi. Na bibi harusi hata kwa kuondania na nini na kizazi cha saba tena pale. C'est vrai. Amen. Amina. Mungu amebariki sana. Amina. Tuko mahali tunaweza kumwambia, tuko naingia mu eternity na tuko hapa kudunia. Amen. Uko naingia mu eternity na uko natembea. Ndio. Bado uko natembea unaona huyu ni eternity kwa natembea. Hauingii mu milele wakati tunakutia mtuburi tuache na mambo ya Kikatolika milele. Bongo wakati tunaenda kuzika kama unaambia wewe milele. Bongo yako ile. Uko naingia mu milele wakati uko wapi muduni? Kudunia. Uko na kombolewa wakati uko wapi? Kudunia. Amen. Amina. Hapana wakati ushakufa ndio tunatolea sadaka zote kumwombea tuko kumaneni kule kwa matuburi aingia kwa mtakatifu. Bongo yako. Ni bora. Uko mtakatifu wakati uko unaishi. Freba nama kuwa mtakatifu wakati wanamzinga? Hapana. Alikuwa mtakatifu wakati yuko na ubiri? Amen, na ubiri. Freba kama uko mtakatifu hivi kusi huko unachunga siku kuzinga unasema mtakatifu Erasto byako bile. Ni bure. Bure kabisa. Na hautakuwa kama mtakatifu. Unapaswa kuwa mtakatifu hivi kusi uko na hii? Amen. Naishi. Amen. Amina. Hapana kutonda kuzinga sema mtakatifu Maria, mtakatifu Valentine, mtakatifu Aisha kukufa wakati alikuwa mzima akawa mtakatifu. Ni Mungu na maombi sana. Introduction de l'âge de l'épouse. Sisi tuko mkizazi kia bibi harusi. Ambapo mambo yote ya Mungu ni vya kiroho. Vya kimwili tunachia benye navyo. Banani wale wa kimwili. Apale bingine vitu vyote. Freba langu alisema terme. Aseme leo tuko na watu banini wa kimwili? Kimwili. Kama vile mwalimu nani? Unaona bana? Tuseme tunakaa hapa kwa university. Tuko ba étudiant. Tuko ba étudiant, tuko kwa university. Alikuwa tena ku primaire. Tuko watu wenyewe wanadiki kunani grade mkaka. Unajua grade mkaka? Walitaka mwadau grade mkaka. Mungu anasemaga nini Nazareth school. Prep. Wako ni mpaka mu message mimi kwa ku prep. Bengine wako mu message magari kunini ku primary. Bengine wako mu message na kwa mu ya 12. Bengine wako wapi kuini? University. Sasa sisi hapa tuko ndio kwa university. Tushakuwa kwa university tushapenda tena kurudia ku prep huko mtu waone sana. Ndio. Tuko tunataka kusumbua mwalimu. Wewe kuna mwambia mwalimu na wenyewe kunafundisha binachana. Wako utakuwa kiroho sana kumuliko mwalimu. Unganisha mwalimu iko wapi ku prep au ushakuwa kunini ku university hamtapata lako. Ndio pale na Biblia nama anasema kushakuwa kiroho sana kumuliko pastori wako. Unatoka utaratibu. Unatoka utaratibu ndio Biblia nama anasema. Ndio. Kama unaenda mkanisa kuonyesha unyo wa kiroho sana. Kumuliko pastori wa kutoka mwaile kanisa. Ndio wenye pastori watakwenda kufundishwa utabitika hata siku moja. Ndio ushakumpita mnivo ya imani. Wewe uko ku university iko ku primaire. Ama ku secondaire. Wewe uko ku university iko ku secondaire. Hamtapata na ule mtu. Jupiko wengine mambo ku secondaire na kuwaka ni nini? Ni possible ku primaire ni impossible. Amen. Amina. Tuko mkizazi kia bibi harusi hapa tuko mkizazi kia nini? Kia saba. Kuenye ku primaire c'est possible. Wenye ku secondaire si possible. Sinjo vile. Kama mtu ku primaire atasema habiwezekana hapana tungalike mkizazi kia nani? Kia saba. Wenye ku secondaire tushamone tuko mkizazi kia bibi harusi. Kizazi kia bibi harusi kilikuwa introduce wakati gani? Mjumbe wa kizazi anasema wakati malaika wa Bwana alishuka na kile kitabu cha mihuri 7. Introduction ya nini ya age ya bibi harusi. Ile age ya bibi harusi ndio inaitwa nini? Troisième alliance. Première alliance Nouveau Testament inaisha. Deuxième alliance Nouveau Testament nao inaisha. Tunakuwa mu troisième alliance. Interprétation ya nini ya Biblia? La parole. Ya Biblia yote. Amen. Wewe uko prepare tu unaanza leo mpaka kesho mtapatanaka. Swali yangu ilikuwa ni pale tunarudia msizanisha zamlinga. Prepare namo alisema nini? Kama bado kama na hapo. Ni kama ni mwalimu nani? Alisema terme ya pale terme nyingine anasema pia mwalimu wa vile wa kimwili naye sana. Anasema ni wa kimwili kama vile mwalimu fulani. Ule mwalimu ni nani? Akasema leo watu wako wale wa mwalimu leo ba mingi sana. Ba mwalimu wa hivyo. Mwalimu mkubwa ku Israeli anamwambia usiingie mfalme wa Mungu. Before uzaliwe mara ya pili. Anasema mie mwalimu mie. Dr. mie pastor. Nikodemo. Mie pastor. Mie mzungu. Mimi namjua brother sana kukupita. Nishakafika na kaburi yako ushafika huko.
Peko watu wanaanza kusema vile. Yeah. Sio tunaenda kwa muziki Branham. Mimi nitaanza kwa Alemani mimi nenda kuambia mko nachunga nini muziki. Peko watu wa vile. Ndio. Anajitapa tu ile hesitation. Ndio. Ndio. Kama myabisikia hapa tushakusikia mambo kama nayo. Anatoka analipa mavoyage anakia kuhubiri, asema anakia kuhubiri. Mambo anataka kuniambia ni historia. Asema bandugu wanataka kuzika mwili wa nabii. Mpaka siku 3 mpaka nachunga sema atafufuka only believe only. Mpaka mimi natoka kwa Alemani nenda kumwambia itatusaidia nini? Huko Nikodemu wewe, mtu wa kimwili sana. Bila itatusaidia kitu vile. Ndio bado wa Nikodemu watu wa kimwili sana. Ndio. Ndio vile Fred Branham aliwaita mwalimu, anaita kwa mwalimu, anajua sana, alisoma sana. Mimi haitasaidia kitu yoyote kama huna ufunuo. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Etefu benise. Amen. Baraka sasa ni nataka kumaliza unipatie lazima. Sasa nikumalizia. Jumapili tutakuwa na vingine vya fresh, maana ya mpya. Jumanne ilikuwa nashuka kila siku. Ndio vipi tutakuwa na maana nyingine ya mpya. Ndio. Lazima wako watu wengine washakula nini kapenta kila siku wanaichokaka. Wengine chakula maragi kila siku wanaichokaka. Mimi ni vya sante. Sasa hii sio maragi ni maana wako wanaichoka. Wanakulaka kila maana. Jumapili mtasikia hivi wao mtasikia mwingine namna. Ni ule mjumbe Branham, mimi namsikia mwingine namna. Namsikia bila kwa tena vya mpya. Ni vile. Je lis ceci. Par exemple ça, Frère Branham, il brisait les os, les révélait et donne son héritage à son peuple. Amen. Amen. Ndio unapata mzuri. Asema il brisera. Asema il brisait. Alivunja nini miuri? Sasa alivunja miuri akafanya nini? Akarevela akafunua alivunja mihuri kisha akafunua nini mihuri akafanya nini donner son héritage à son peuple akapatia peuple yake héritage ule umiliki baje kurizi tena baije kuwa adopter ndio pale nabii anasema kiwango cha mkubwa mu maisha ya Wakristo ni kuita nini adoption kuita wana wenye mamlaka warizi wa Mungu baheritier ba toutes choses ya Mungu. Wakati watu wanakuwa baheritier, wakati alirevele akavunja mihuri akatupatia nini ile haki miliki ya kurudia tena mpresence ya nani ya Mungu. Amen. Mungu amebariki sana. Il a donné l'héritage dont lui a hérité en devenant un parent rédempteur. Amen. Akapatia wale watu ile nini wakimiliki ambapo yeye alikuwa na miliki kwa kukuwa nani baba mkombozi. Wewe ni kukomboa ni baba yako? Hapana. Pastor wako? Yesu Kristo. Frère pastor na kukomboa. Hapana. Jésus Christ. C'est Jésus Christ qui. Et c'est même Jésus Christ là. C'est bien lui qui est descendu sous forme de colombe de feu. Alléluia. A donné la révélation de cette chose à son prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes rachetés par la rédemption accomplissant à révéler les eaux. Amen. Nous pouvons toujours racheter. La rédemption est quoi accomplie par kufunua nini mihuri. Amen. Et il nous l'a donné gratuitement. Tout lui appartenait. Amen. Akatupatia navyo vya bure na tunakuwa sisi baki. Amen. Hakuna mtu mwenye alilipa kuamini huu ujumbe bora. Kwa bure. Bia bure. Sasa mambo iko ya bure watu hawataki. Wanataka tuanze kulipisha. Hakuna hata mwenye ataitika kwa wote na kulipisha. Mimi bia bure ndio walitupatie. Amen. Na tuko sisi wote baki. Hapana mapasteri wako na makanisa yenu. Frère kama wewe uko hapa, uko wa adoption unaviadibisha sana. Kusudi tuite adoption. Adoption ni sisi bantu. Ndio kanisa ni sisi. Kanisa ni bantu. Unasikia kama watu wanakitapa sema hapana mimi niko kwa tabernacle. Uko kwa tabernacle sio unasema kama wewe ndio tabernacle. Asa mimi niko wa messager. Niko branamise, uko branamise ndio vile kusibuko. Messi tuko banani ba Kristo. Tuko ba Kristo. Amen. Mungu amebariki sana. Amina. Sasa mimi niko wa kanisa fulani. Ndio vile wenyewe huko. Bila eleweka ndio kisi huko. Ndiyo. Huko ukiunga kwa Kristo, ungeitika nini? Ukombozi.